kumtafuta Tega kwa sababu amempiga mdogo wao. Sasa wakamkuta mamake Tega yuko hapa ndani, akawa anaomba msamaha kwa kila ambacho binti yake amefanya. Masela akamwambia akija tu Tega ampe taarifa kuwa wakimkamata ameisha, kisha akawa amesepa Masela. Walipoondoka tu Tega akawa ameingia hapa. Wako wapi? Ni vichaa au wako wapi hao? Nitawatoa uchizi sasa hivi hao. Tega anajisifia baada ya Masela kusepa, wakati alikuwa amejifungia muda wote walipokuepo hapa. Tega maisha yake ni ya kiumeume tu, anavaa kiume, hata anavyoongea ni kiumeume tu yani, na ni mvivu kinoma wa kazi. Hapendi kabisa kufanya kazi ambazo wanawake mara nyingi huwa wanafanya. Anachokitaka mama yake ampikie, amfulie, lakini pia afanye kazi zote za ndani yeye mwenyewe. Yeye abaki kula bata tu na Masela zake. Karibu kwenye bongo moja la tambala mtu wangu, linaitwa Ejiro and Tega. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Tega na washikaji wake wawili wanaitwa Fatia pamoja na Osas. Baada ya lile tukio pale, Tega kaja anajisifia kinoma hapa. Akasema amewacharaza vibaya mno wale watu. Aliwakunja hadi wakawa wamemkimbia. Sasa walipokimbia, mama akaniambia niwaache tu waondoke. Wakaishia kuanguka chini. Basi Masela zake wakamjaza kinoma Tega. Wote wanaamini Tega amewapiga wale Masela, kumbe aliwakimbia akajifungia ndani. Sasa leo mama anataka kufua nguo zake. Akasema akimaliza kufua anahitaji kuongea na Tega, lakini ikabidi aongee naye kwanza kabla hajaenda kufua. Kwa hiyo hautaki kunisaidia kufua eh? Tega akajifanya naumwa hapa. Ayeyeye, awo, ewo. Una shida gani? Kiuno changu kinaniuma kwa muda sasa, lakini sasa hivi ndo kimezidi yani. Tega, nilipokombo nisaidie kufua ndo kikaanza kukuuma eh? Kinaniuma kweli yani. Siwezi kukudanganya mimi mama. Mama akamwambia Tega atafute kazi, maana ni mtu wa kushinda ndani tu muda wote. Tega akasema amefanya kazi nyingi sana, kwa hiyo anataka awe kinyozi tu kwa sasa. Mama akasema kuna kazi nyingi sana umefanya wewe, lakini zote ambazo umezifanya hazijakusaidia chochote kile. Zaidi ukawa umefanya fujo tu kaachishwa kazi. Ulifanya ufundi bomba, ukawa selemala, hola. Ukafanya ufundi nguo, hola. Utafanya nini sasa kwa mikono yako wewe mwenyewe na kifanikiwe yani? Hujasema nilikuwa fundi ujenzi pia. Nishakwambia kazi pekee ambayo siwezi kuifanya kwenye hii dunia ni umalaya tu. Au unataka niende nikasimame huko mtaani? Unapaswa unisifie kwenye hilo. Inaonekana unajivunia sana uwepo wangu. Kosa langu nini sasa hapo? Mama akasema na tatizo la kutokuzuia hasira zake. Kuna siku utakuja kumuunguza mtu humu ndani wewe. Haijalishi mtu amefanya kosa gani kwako, unamfokea tu. Kama haitoshi unataka kumpiga. Siwezi hata kukupeleka sehemu yoyote ili ukafanye kazi wewe. Na sifanyi hivyo kwa sababu ya hasira yako. Unapaswa kutulia wewe. Mama, kama unalijua tatizo langu, si unirekebishe sasa. Nitakaa hapa hadi nitafutie kazi mimi. Hiyo ndo kazi yako ya kwanza nakupa hiyo mama. Tega anasubiri mama yake ndo amtafutie cha kufanya hapa. Siku zote akitafutiwa kazi Tega huwa anaiharibu yani. Alafu ni mvivu kinoma wa kazi. Kazi ya Tega ni kucheza karata tu na Masela zake. Mama akija wanamshangilia kinoma yani. Lakini mama hapendi hii tabia. Tega, nani kala chakula changu? Tega, mwambie mama yako, mwambie. Tulipofika hapa tulikuwa na njaa sana yani. Wote mnajua mama yangu anahubiri kanisani kuhusu kusaidia watu chakula. Ndio maana nikasema niwape msosi wa shikaji zangu hapa. Kama mama, kama mtoto. Kwa hiyo mkachukua nyama yote kwenye sufuria. Si ndio? Hauwezi kula chakula bila nyama. Kwa hiyo mmemaliza chakula chote kwenye sufuria eh? Tumemaliza chote, maana wewe ni mpishi mzuri sana. Isingewezekana kubakisha chakula. Sawa, mmefurahia eh? Masela wanashangilia tu hapa. Mama akarudi na mwiko anataka kuwapiga vibaya mno. Amekasirika wamemaliza chakula. Chezea chakula cha mama nyie. Tega na Masela zake wakaja hadi huku mtaani. Wakiwa hapa kuna gari kawa imepita bana. Bahati mbaya ikapata hitilafu ikazima pale pale. Masela ikabidi wasogee eneo la tukio hapo. Huyu mchizi hapa anaitwa Gerard. Akampigia fundi wake simu ili aje kutengeneza hii gari hapa. Fatia na Osas wakaja wanamdai pesa ya njia. Mwana akasema hii ni barabara ya serikali. Basi wanamuelewa hapa. Wanataka pesa tu. Baada ya muda Tega akafika eneo la tukio. Alipomwangalia mchizi akawa amempenda vibaya mno. Ikabidi watulize Masela zake hapa. Wanakaa kwenye gari wanavyojisikia. Tega ikabidi awe upande wa Gerard tu. Mara fundi akaingia na ndinga nyingine hapa. Tega akaanza kuomba namba kwa Gerard. Kweli bana, Msela kapenda hapa. Mawazo yake hapo kabisa eneo la tukio hapa. Wenzake akawa anamfokea sana. Hata Biblia inasema tupendane, mpende jirani yako kama ambavyo unajipenda wewe. Unamjua yule? Namjua kichwani kwangu. Sasa huyu mama alijifunguaga watoto wawili wa kike, halafu wote ni mapacha. Tega pamoja na Ejiro. Ejiro yeye alifanikiwa kusoma hadi chuo, lakini Tega yeye alichaguaga kuacha shule. Sasa mama wakati anaongea na Ejiro hapa, Tega akawa ameingia. Akamkuta mama yake chumbani anaongea na Ejiro. Akajua anaongelea wewe tu hapa. Akasema nyie hamna content kabisa kufanya eh? Hadi mniongelee mimi. Unaongea na mimi hivyo? Mama akamwambia mwanae Ejiro afanikiwe na nini vitu kaa hizo mtu wangu. Kwa hiyo huyo mbuzi mtoto wako ndio unamwambia mambo yangu? Nani mbuzi? Akatimuliwa hapa ndani. Tega muda wote akawa anamwaza Gerard. Muda wote anatamani kuwa naye kwenye mahusiano na nini. Noma sana hii mtu wangu. Huyu bidada hapa anaitwa Ejiro, ni pacha yake Tega. Kwa hiyo hapa amemaliza chuo, anarudi nyumbani rasmi. Wanafanana kinoma na pacha yake Tega. Basi hapa nyumbani vibe ilikuwa ni kubwa mno. Mama anampenda sana Ejiro kwa sababu anamsaidia sana kazi. Mara Tega akawa amefika hapa. Haumuoni dada yako? Yeye ni nani? Amekuwa rais.
tumetumia pesa zetu zote yani kwake, mimi nikabaki sina hata pesa nikisa kumlipia ada, halafu anamuona mtu ambaye amemsaidia anashindwa kumsalimia. Hakuna aliyeharibu maisha yako wewe, mimi nimekubembeleza mara 3 yani usome, mama akakupeleka sekondari ukaishia kupata D kwenye arts tu. Ejiro akamwambia kila kazi anayotafutiwa na mama yake anaharibu. Kazi ya mwisho kutafutiwa alitaka kumpiga bosi wake. Tega anaona ni ujinga tu hapo naongelewa. Ejiro akawa amesepa. Haya, umeona ulichokifanya eh? Nimefanya nini? Kisa amesimama na kuondoka au? Kaenda shule akarudi hana kitu hapa. Halafu anatuvimbia sisi. Ejiro anaheshima sana. Leo katoka kufanya interview lakini akawa amekosa kazi. Hii inamuuma sana yani. Lakini mama wake akawa anampa moyo tu mwanae, ipo siku atafanikiwa na atapata kazi ambayo itakuja kukomboa maisha yao. Hili likamfariji sana Ejiro yani. Sasa leo Ejiro amekuja kuomba kazi ofisini kwa Gerard. Gerard alipomtazama tu akajua ni Tega bana. Akakumbuka alichokifanya mara mwisho kule barabarani aisee. Ejiro akawa haelewi anaongea nini huyu. Ejiro akakumbuka itakuwa ni ndugu yake ndo kafanya hivyo. Basi bosi alikuwa anamuelewa sasa. Ikabidi Ejiro muonyeshe picha ambayo amepiga na Tega. Hapo ndipo bosi akawa ameelewa kidogo aisee. Ejiro kidogo akose kazi bana. Akarudi nyumbani analalamika kinoma. Akasema Tega inampaswa aache anachokifanya. Hamwezi kabisa kuishi bila kunitaja. Unaona mwanao anachokifanya eh? Anaongea na mimi Kiingereza tupo hapa. Tega, ogene Tega, nitakupiga. Kwa sababu ameenda shule anajiona ni bora kuliko mimi eh? Hana kazi. Au nayo wewe? Nyamaza, amepata kazi huyo. Kidogo mwanangu akose kazi kwa sababu ya ujinga wako wewe. Muulize amefanya nini ofisini. Ukimuuliza utajua amefanya nini huyo. Tega akasepa mtaani. Kifupi Tega ni mkorofi kinoma yani. Sasa baada ya kuanza kazi ya Ejiro, leo kuna mfanyabiashara mkubwa tu ambaye hii kampuni imemfuatilia kwa muda mrefu sana. Hatimaye amewatafuta rasmi aisee na anataka kuanza kufanya kazi nao. Hii imetokea baada ya Ejiro kuanza kazi tu hapa. Ikabidi bosi amuite Ejiro hapa akamsifia kinoma kwa kila ambacho amekifanya. Basi ilikuwa ni shangwe tu hapo ofisini unaambiwa. Huku Tega amelala chali unaambiwa. Akapata na ndoto fulani hivi akiwa na Gerard, tena wako kwenye penzi zito yani. Basi kulishana na mahaba yalikuwa ni mengi mno. Mara akawa ameshtuliwa na mshikaji wake hapa. Tega ametolewa kabisa kwenye ndoto yake nzuri. Akarudishwa kwenye dunia ya kawaida hapa. Alilalamika kinoma kuamshwa. Gerard amekuja kuangalia eneo lake hapa. Wakati anatoka, Tega akawa amemuona bana. Ikabidi adandie pikipiki amfukuzie Gerard ili ajue ni wapi anaelekea. Mapenzi bana yanaweza kufanya ufanye chochote kile. Gerard kumbe alimuona Tega bana. Alipofika ofisini akampa taarifa Ejiro kuwa Tega alikuwa hapo ofisini leo. Alimfukuzia kwa nyuma kutoka kwenye ile shamba ambalo alikuwa ameenda kuliangalia. Ejiro akamwomba msamaha bosi wake hapa na nini. Akamwambia yeye hahusiki kabisa na lolote kuhusu hili. Ejiro aliporudi nyumbani akamuulizia Tega, "Au nimefanya makosa kuzaliwa tumbo moja na huyu msichana? Kuna nini hapa?" Ejiro akasema alimfuata ofisini kwake. Tega akasema hapajui hata anapofanyia kazi Ejiro. Ejiro akasema, "Ulimfuata bosi wangu mimi." Tega akaanza kumsifia tu Gerard hapa. Ejiro akamtaka asiwe anaenda ofisini kwake maana anaweza kumfanya afukuzwe kazi. Basi Tega alikuwa anaelewa. Leo ofisini baada ya kazi, bosi akamwomba Ejiro kama vipi wafanye mtoko, waende wakanywe na kula pamoja. Ejiro akawa amekubali kutoka na bosi wake. Baada ya mtoko, Gerard akamrudisha nyumbani Ejiro. Wakiwa kwenye gari, Tega akawaona bana. Kumbuka Tega anampenda sana Gerard. Akawa amemfuata dada yake. Akaja kumpiga unyokari akae mbali kabisa na Gerard. Lakini Ejiro hakutaka kabisa maongezi akawa amesepa. Tega akafoka kinoma yani. Masela leo wako mtaani wanasaka do. Mara akajichanganya huyo mchizi akapita. Wakamzuia kisha akamteka na kumnyang'anya pesa. Tega alipoangalia kwenye mkoba wa mchizi akakuta pesa pamoja na madawa kulevya. Wao walikuwa najua ni unga tu umewekwa kwenye mkoba. Wakaumwaga kisha wakamtimua mchizi pale. Leo Ejiro amekuja kumtembelea Gerard kwa ajili ya chakula cha jioni. Kamletea na zawadi mchizi. Wakati wa msosi Ejiro akauliza, "Unataka nini kutoka kwangu?" Gerard akasema, "Tangu nilipokuona kwa mara ya kwanza ofisini, moyo wangu ulikuwa na dunda kwa ajili yako. Na kuhitaji sana Ejiro. Lakini pia sababu ya kutokukuambia siku ya kwanza, nilihofia nitakupoteza mazima." Ejiro akasema, "Uliposhindwa kuniambia siku ya kwanza, kuna mtu akawahi kuniambia na sasa hivi ameshauteka sana moyo wangu. Kwa hiyo, sipati nafasi kabisa." Ejiro akawa amecheka hapa. Akasema, "Nilikuwa nakudanganya bana. Hakuna aliyenitongoza tangu siku ile." Basi hapo ndipo penzi likawa limezaliwa mtu wangu. Upande wa pili huku kubwa la maadui limepata taarifa kuwa kijana wake ametekwa na amepokonywa pesa pamoja na mali. Tena ametekwa na mwanamke yani. Kibaya zaidi, mchizi hawajui aliyomteka. Ejiro na Gerard huku huba ni la moto mno. Sasa mshikaji wake Tega si akawa amewaona bana. Akawarekodi na video kabisa kisha akawasogelea. Anachokitaka aenda akamwonyeshe Tega ushahidi wote yani. Masela wakalikalia kikao hili, lakini Tega akasema atalimaliza mwenyewe hili tatizo. Licha kuwa alitaka wamfuate kwa mpige makofi na nini, lakini Tega akawa amekataa. Tega akaleta malalamiko kwa mama yake hapa. "Mimi nanyoka, sipindishi kitu. Nanyoka mimi." "Tega, si useme nina kazi nyingi za kufanya mimi. Nachotaka kusema aache kazi kwenye ile ofisi ya yule handsome boy." "Sikuelewi. Unaongea nini wewe? Ambacho uelewi ni nini sasa? Akili yako haifanyi kazi au?" "Nimesema aache kazi. Basi, shida nini hapo?" "Nadhani unapaswa muangalie huyu mwanao. Atakuwa anavuta bangi huyo na ataenda kuchanganyikiwa muda sio mrefu. Wewe kizazi chako na damu yako yote ndo mtachanganyikiwa. Subiri. Na mimi nipo kwenye damu yako Utachanganyikiwa wewe
peke yako, unataka niache kazi inayonilipa vizuri kisa mwanaume ambaye haujawahi hata kuongea naye? Tega anaelewa sasa hili, mabishano akawa mengi mno. Ejiro akawa amesepa. Tega akasema utaiacha tu hiyo kazi, labda sio mimi Tega. Sasa asubuhi ya leo wakati Ejiro anataka kwenda kazini, Tega akaja kumfungia mlango na kufuri kwa nje. Ejiro alipambana sana kufungua hapa na nini, lakini kawa imeshindikana. Tega amefunga hataki kabisa Ejiro aende kazini. Ejiro alipopata upenyo tu akawa ametoka kuja ofisini, akamlalamikia kinoma Gerard. Akasema tatizo lake ni kuwa ndugu yake yani. Gerard akawa amemtuliza pale na maneno mazuri ya mapenzi unaambiwa. Ejiro akasema Tega alikuwa mtoto mzuri sana, lakini alibadilika tu baada ya kifo cha baba yetu. Kwa hiyo kwa sasa natamani pengine baba yake angekuepo, Tega asingekuwa hivi sasa hivi. Leo ni siku ya kuzaliwa ya Tega pamoja na Ejiro. Basi mama amewaandalia surprise watoto wake hapa, akawapigia nyimbo kali kinoma ya kuzaliwa. Kisha akamwombea mwanae Tega kwenye siku hii muhimu afanikiwe, lakini pia mambo yake yamnyokee vizuri aisee. Kisha akawa amewapa zawadi watoto wake wote wawili. Mara tarumbeta likapigwa hapa mtu wangu. Tega akahisi pengine Gerard amekuja kwa ajili yake bana, lakini Gerard alikuja kwa ajili ya Ejiro. Akampa maua pale na nini, kisha akataka kumvisha pete. Njoo huku mpenzi, najua umekuja kwa ajili yangu. Umechanganya tu kwa sababu tunafanana. Mimi niko hapa. Hebu acha kuongea hivyo na mwanaume wangu mimi. Sikuelewi. Wewe ni kichaa au? Mwanaume uliyemuiba kwangu ndo anakusumbua? Acha kuongea naye hivyo. Ejiro akakasirika kinoma, akafuata chupa, akamwosha Gerard. Hey! Mchizi akawa ameletwa hospitali kutibiwa. Ejiro amekaa naye sana hapa, ikabidi aondoke sasa aende akajiandae vizuri ili baadaye kama vipi arudi. Huyu mchizi hapa ndio alitekwa siku ile na kina Tega ise. Alipomwona Ejiro akampigia bosi wake akasema mtu aliyemteka siku ile amemuona, kwa hiyo kama vipi waje kumteka hapa. Ejiro akiwa hapa kuna gari kawa imefika, wakashuka masela kisha kumteka na kumsukumizia kwenye gari. Upande pili huku Tega akamletea matunda Gerard, lakini mwana hakutaka kabisa msaada wa Tega, huku Ejiro haelewi anachomwambia. Basi ni vicheko tu vinatembea hapa mtu wangu. Unajua tatizo sio kuanza, lakini ni nani anamaliza akiwa imara. Kuna usemi unasema anayecheka mwisho ndo anacheka sana. Huku mama ajui mwanaye yuko wapi, anamwomba Mungu mwanaye arudi akiwa salama, hata chakula kipandi kabisa kwa mama. Tega aliporudi akakuta chakula kama alivyokiacha. Unajua sipendi hii tabia, unajifanya kama una mtoto mmoja tu Ejiro peke yake, si ndio? Tega aamini kabisa kama Ejiro ametekwa, maana hajapiga simu kumwambia hivyo. Tega akasema Ejiro ni malaya, hajapotea, yupo kwa mwanaume wake tu huko. Mama akahisi pengine mwanaye amelogwa hapa. Umelogwa wewe? Umelogwa eh? Alimaindi kinoma yani. Tega akasema wanachuo ndo walivyo, ni malaya sana. Tega, mimi ni mama yake, namjua vizuri sana mwanangu, hana hiyo tabia na hawezi kufanya hivyo, namwamini sana mwanangu. Tega akaendelea kukandamiza tu pale pale. Mama hapendi kabisa anavyomsema mwanaye, maana namwamini sana yani. Sasa Gerard akawa anaulizia kwa afisa wa polisi ili kujua kinachoendelea, lakini hadi hivi sasa hakuna kilichopatikana isi. Gerard mawazo ni mengi mno. Wakati akiwa hapa akawa amepokea simu ya Tega, alikuwa anahitaji waonane. Gerard akammind kinoma yani, akamtaka afute kabisa na namba zake asije kumpigia tena. Huku Ejiro hataki kabisa kula chakula wala kunywa kinywaji chochote kile. Majambazi akamwambia asipokula atakufa, lakini anajali sasa, amesimamia msimamo wake tu. Kubwa la maadui likawa limeingia bana. Huyu anaitwa Figo. Ulichukua vitu vyangu kutoka kwa Shina halafu kavimwaga licha ya kuambiwa kwamba hiyo ni bidhaa yangu. Ejiro akaomba msamaha tu hapa. Samahani sio pesa, hakuna nitakachoweza kuwaelezea wakubwa zangu akanielewa. Nitakulipa. Unataka kunilipa? Ndiyo, nitakulipa. Nilipe milioni 20. Ejiro ataitoa wapi sasa hiyo pesa? Upande mama huko akasema hakuna mtu aliyempigia hadi hivi sasa. Gerard akasema kama kweli ametekwa, kwa nini hawajapiga simu hadi hivi sasa ili kuomba atumie chochote kile? Mama akasema bora waende hospitali tu katafute, pengine mtoto wake amepata ajali. Gerard akamwambia aondoe hayo mawazo, atakuwa salama tu. Gerard wakati anatoka akakutana na Tega. Walimsifia kinoma, mwana amependeza, ananukia vizuri sijui na nini, vitu ka hizo mtu wangu. Dada yako, ndugu yako, pacha wako ametekwa, wewe uko bizi unacheza bao tu hapo. Hebu mtazame na yeye, yuko hapa na kuongelesha wewe. Yaani mtu ametoweka mwenyewe, halafu nianze kuhangaika mimi? Unaumwa wewe? Haina shida, naumwa kwa ajili yako. Tega akili hana kabisa yani. Tega kaamua kubadilika rasmi, anataka fanane na Ejiro na Mbiwa, maana yeye hapendwi kama ambavyo anapendwa dada yake Ejiro. Upande pili huko Ejiro anasafirishwa kupelekwa mahali fulani. Sasa kabla hajafika mbali wakakutana na beria ya maaskari. Dereva katoka mbio vibaya mno na Mbiwa. Hiyo ndio ikawa ponapona Ejiro akawa ameokolewa na maaskari. Upande wa Tega huku amelala kwa mara ya kwanza na mwanaume, akawa ameamshwa na simu na Mbiwa kuwa Ejiro amerudi nyumbani. Mama akafurahi sana kumwona mwanae hapa nyumbani. Tega akaja na laumu tu, baada ya kumaliza mambo yako ndo umerudi sasa eh? Ejiro akasema Figo alimteka na kumuumiza kwa sababu yake yeye. Nilikutaja, hauko salama sasa hivi hapa. Tega ndo akajua sasa kumbe yeye ndo alisababisha haya yote. Akakumbuka kuna siku marafiki zake walikuwa wanalalamika kuwa mtu aliyemteka siku ile alikuwa ni mtu wa Figo. Wakajua tu kuwa Figo lazima atawatafuta, kwa hiyo wakashauriana kama vipi waanze kuvaa nguo za kike ili wajifiche, au ikiwezekana watoroke kabisa kwenye huu mji, maana wanajua Figo atawatafuta tu kwa sababu yeye
ni mtu hatari mno hapa mjini. Gerard akawa anamjali sana mpenzi wake, hataki ateseke hata kidogo yani. Ejiro akasema alivyokuwa ametekwa alikuwa anamfikiria yeye tu, mapenzi ni mengi sana hapo naambiwa. Gerard akasema atamlinda kwa gharama yoyote kuanzia sasa mpenzi wake. Tega amekuwa ni mtu wa mawazo tu, anaumia kwa sababu matatizo ya ndugu yake yeye ndo alikuwa amesababisha. Tega akasema marafiki zake ndo wanamharibia maisha yake, kwa hiyo akaamua vunje urafiki nao kabisa. Tega akarudi moja kwa moja hadi nyumbani, akaomba msamaha kwa matatizo ambayo amemsababishia ndugu yake. Ejiro akawa amekubali kumsamehe ndugu yake. Tega kaahidi kubadilika mazima ise. Mama alifurahi sana kuona hivi, akasema alisubiri sana siku kama hii, hatimaye leo imewadia. Sasa upande wa Gerard huku amepamba sana hapa ndani, amejiandaa kumchumbia Ejiro. Bibi hakuamini kabisa hili kama litatokea. Mchizi akaomba aweke alama kwenye kidole cha binti, binti naye akawa amekubali hilo, kisha mwana akaweka pete kwenye kidole cha Ejiro aise. Upande wa Tega huku ametoka kupima ujauzito, akakuta ngoma imo mtu wangu, alichanganyikiwa vibaya mno. Sasa itakuwaje kwenye sehemu ya pili ya tambala hili? Mimba ni ya nani hii? Hatukumuona sura aliyelala naye siku ile, au atakuwa Gerard au ni nani tena? Na huo ndo kama mwisho tambala hili mtu wangu, linaitwa Ejiro and Tega. Mimi naitwa Dio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.